Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Kuamka kwa haraka. Kuhisi kitu na kufanya ukaguzi. Kuchagua hali ya maelewano. Utajihisi mwenye ujasiri. Kufanya mambo kwa ukubwa. Kugawana kitu na mtu. Kuhitaji uwe huru katika upendo wako. Malalamiko ya mtu kutoyapa nafasi. Kuna muda utakuwa na mawazo sana. Kabla ya kufanya kitu utakuwa na muda wa kusubiri, ili utafakari zaidi au kumruhusu mtu akushauri. Kumaliza jambo muhimu. Utakuwa na malengo ya mwezi ujao. Utapata mwongozo kwa kila kitu. Kujifunza zaidi kuhusu nidhamu, maadili na utendaji mzuri wa kazi. Nyota ya Mapacha. Kuhisi hali ya ubaridi wakati wa kuamka. Mwangaza wa kweli unahitaji kubadilisha kitu maishani mwako. Ishara nyingi zitajionyesha kwako katika hali ya ukweli na mabadiliko. Hata kama kuna jambo baya, jambo la siri au jambo la furaha, utapata ishara ya kujua kitu na kitajidhihirisha. Utakuwa mwenye ushindani hasa kufikia malengo. Kufanya kazi kwa bidii. Kuhimiza jambo. Hisia zako zitakuwa zinakupelekesha sana. Utafanya jambo kwa uwazi watu waweze kujua au kuona. Vikwazo vidogo utaweza kuvimudu. Kuacha kushangaa kitu baada ya kukizoea. Kuelezea ukweli wako. Kupata uthibitisho wa kitu kwenye simu. Utakuwa mwenye uimara, uwazi na uaminifu. Kufanya ibada ya ulinzi. Kujihisi kusisimka ila kujiamini kutakuwa ni kipaumbele kwako. Majibu yako kwa mtu yatakuwa yenye ukali. Nguvu yako inahitaji unywe maji mengi sana na kula matunda pia. Kuna tatizo linaloondoka kwako. Nyota ya Ndoo. Ibada itakuwa kipaumbele kwako. Utakuwa na nguvu ya kubadili kitu. Kuwa na hali ya kujitegemea sana. Ukombozi kuwa kwako. Kupata uthibitisho. Mawazo yako kuwa na ukubwa yenye kusaidia na kujifunza mengi. Utakuwa na hatua kubwa ya utendaji. Kupata msaada mkubwa. Nguvu yako inakuhitaji utoe msaada kwa wenye uhitaji. Kuna nuru itakayo kuangazia. Ushirika na mtu utakuwa bora. Furaha ya ghafla kuwa nayo. Kuhisi kufunguliwa au kuwa huru. Nyota ya Ng'ombe. Kujihisi huzuni. Kuhisi kuna kitu kitatokea. Moyo wako unakuwa na hofu sana. Kuuzingatia upendo wako kwa mtu au watu. Wakati huu utaujua upendo wa dhati wa mtu. Utahisi kuumia kwa ajili yake. Kujaribiwa kwa jambo lolote. Kuhama au kuhitaji kufanya hivyo haraka sana. Mtu mgonjwa atakuwa muhimu kwako. Utamjali na kumzingatia. Kujilinda. Kumjua mtu mkweli. Kupenda kunywa kinywaji cha moto. Utapata amani na moyo wako kutulia. Nyota ya Mbuzi. Kujihisi mgonjwa. Kuondosha mzigo wa mawazo. Kufanya sana ibada. Kuyazingatia majukumu yako. Kuruhusu machungu yaondoke moyoni mwako. Kuwa na wakati tulivu au wenye uchangamfu usiku. Kujifurahisha na kinywaji upendacho. Kujiimarisha kutotaka kuwa mnyonge tena. Kuthibitisha kitu. Kujihisi uchovu. Kufanya kazi kwa bidii au kujihimiza kwa jambo lenye faida. Mipango yako ya taratibu inaleta mwangaza mzuri. Hutokuwa na mambo mengi. Akili yako inahitaji kupumzika. Kupata usaidizi wa kazi. Nyota ya Mashuke. Utakuwa na ukaribu sana na familia yako. Muunganiko wenye nguvu. Mawasiliano ya mara kwa mara. Watu ambao ulipezana nao watakuwa karibu yako. Kuchunguza jambo. Hii ni tabia isiyobadilika kwako. Kuhitaji kujithibitishia vitu na kujiridhisha. Utaweza kuboresha kitu au ukarabati wa nyumba. Kupata wepesi japo kidogo.
Kuchagua uwepo wa mtu uwe bora kwako. Upole kutawala kwenu. Nyota ya punda. Utainuka tena pale uliposhindwa. Utaanza upya baada ya kujifunza. Utapewa heshima ya ukubwa baada ya mambo sahihi kuyafanya. Mambo muhimu utayafanyia kazi. Upo katika hali ya kujifunza na kukubali ukosoaji wowote ambao wenye ukweli na mwelekeo bora. Kuhisi kitu kukuchoma moyoni. Unahitaji uwazi wa mambo na si kufichwa tena. Nyota ya simba. Kukuza kipaji chako. Kupata furaha ukiwa na watu uwapendao. Kuimarisha jambo lako. Akili yako kufanya kazi sana. Ukweli kukuongoza. Nyota ya mshale. Kuyazingatia maono yako. Ulichokitarajia hakitokuwa. Kuomba msamaha. Ila wengi mtakuwa na viburi na hali ya kuwa juu sana. Kuhisi utakuwa mshindi kwa jambo fulani. Hisia zako zinakuonya kitu, ila utapinga. Kujiweka mbali na watu wenye hila kwako. Ishara njema za maelewano na mtu. Kupangua jambo ulilolipanga. Kurejesha upendo wa mtu kwako. Usiku wa leo unaweza kwenda mahali penye kufurahi. Nyota ya kaa. Kuona umuhimu wa kujiamini na kufanya vitu bila kuangalia wengine. Utahisi kama kupigwa na kitu kizito kichwani au mgongoni kwa hali ya maumivu. Kumkumbuka mpenzi wa zamani au wema wa mtu uliyempenda. Jambo la mtu kukupa wakati mgumu wa kutafakari. Utashirikiana na mwenye nyota ya punda katika jambo. Usingizi mwingi kuwa nao. Kusamehe waliokukosea. Kupunguza mawazo. Nyota ya samaki. Kuongozwa. Kuisikiliza sauti ya ndani inayokuamuru kitu. Utakuwa muwazi. Kujihisi mwili mzito hata kwenda mahali utakuwa unajilazimisha. Uoga unaweza kuwepo kwako. Kumbukumbu za zamani kuwa nazo. Nguvu yako ya siri na kufundisha jambo la uokozi. Miezi ijayo unaelekea kuwa mpya. Kwa mipango ya sasa ambayo unaifanya. Ongezeko la matumaini, ujasiri na upeo mkubwa kuwepo kwako. Kutokana na uvumilivu wako, kuna kasi utakayokuwa nayo kufikia panapostahili. Kujihisi kuchoka sana kwa kila unalolifikiria. Kupata ndoto njema. Nyota ya nge. Nia yako inabadilika sasa. Kupata au kuwepo kwa ishara za kutakiwa uwe mbali na uhatari, ambao unatokana na watu wako wa karibu unaowaamini. Kupata nguvu ya uponyaji. Hisia zako kuwa na ukweli. Kuhisi kuchoka kutokana na kupambana na kivuli usichokijua. Utakuwa na nguvu ya kuwasiliana na mtu wa mbali. Kuijua siri kubwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.